Pale nyuma tulikuwa na matatizo hapa Northern Kenya. Watu walikuwa wanafanyika kama ni second class citizens. Eti mtu wa Northern Kenya akitafuta kitambulisho anaulizwa maswali kutoka hapa mpaka Johannesburg. Wewe ni nani? Baba yako ni nani? Guka yako ni nani? Wewe sijui nini. Kiingereza mingi ambayo Wakenya wengine hawaulizwi. So nikasema maneno ya vetting tuondoe, ndio tuwe na usawa na uraia usiwe mara mbili katika taifa letu la Kenya. Kila mwananchi wa Kenya ni sawa na mwenzake. Mimi nataka niwaulize watu wa Northern Kenya. Tumieni nafasi hii kuhakikisha ya kwamba wale wote ambao hawana vitambulisho, na ni wengi, tuko hata na wazee wa miaka 50, miaka 60 hawana kitambulisho. Tuko na wamama miaka 40, miaka 30 hawana kitambulisho. Ni kweli ama si kweli? Hawa wote hakuna mtu atakuuliza mbona haukuwa kuchukua kitambulisho. Nobody will ask you. Hata kama mtu ni wa miaka 70 na hajapata kitambulisho, akuje tumpatie kitambulisho. Tunaelewana jameni? Kwa sababu kulikuwa na makosa kule nyuma. Sasa niwaulize nyinyi watu wa Banisa, kama tunapatia kitambulisho refugee, iwe ni Mkenya tunamnyima kitambulisho, sio ni upuzi? Na wakati nimesema Wakenya wawe sawa, kuna viongozi wengine wako na akili kidogo. Wanasema sijui president anataka watu sijui Al-Shabaab wakupata kitambulisho. Hawa watu ni wanafiki wakubwa sana, wawachane na mambo ya Kenya. Wale watu ni bure sana. Nyinyi mnanielewa? Tunaelewana? Sisi tunaelewa mambo ya security kutosha. Serikali iko na uwezo ya kujua nani ni nani. Hakuna haja ya dhulma kwa Wakenya wengine ati kwa sababu ya rangi yao ama jamii wanatoka ama sehemu wanaishi, kwa sababu sisi wote ni ndugu moja, watu wa taifa moja la Kenya.